Ni kawaida ya bodi ya filamu kuhakikisha kwamba program zake zinawafikia wadau mbalimbali. Ukiachana na program mama ya kuhakiki filamu kabla hazijaenda kwa walaji, lakini na kupromoti filamu zetu za nchini, lakini kitu kingine ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo kwa wadau wetu. Miongoni mwa historia ambayo imeenda kuandikwa ni kwa sababu bodi ya filamu wameona Mwanza ipo sababu sasa kutuletea mafunzo. Lakini pia jukumu hili wamelolifanya bodi ya filamu kwetu kama madirector wamekuja kutufungua na kutuonesha mwanga, kwa sababu Mwanza tulikuwa tuna changamoto ambao tunaweza tukafanya kazi za sisi kwa sisi. Kwanza wametuletea watu wa kutufundisha ambao ni watu makini sana. Kwa hiyo nina imani nikitoka hapa sitakuwa yule Shani ambao wanamfikiria. Nitakuwa mtu mpya na mwingine, kwa sababu nitakuwa nimepata mafunzo, alafu nimepata mafunzo ya uhakika ambayo yataniwezesha mimi hata kwenda kimataifa zaidi. Bodi ya filamu ya Tanzania imepiga kambi ya siku 5 jijini Mwanza kutoa mafunzo maalum kwa wadau wa filamu na michezo ya kuigiza kwa lengo la kuwapatia ujuzi na maarifa ya utengenezaji wa filamu kwa wasanii jijini hapa. Afisa maendeleo ya filamu kutoka bodi ya filamu Tanzania, Ali Makata, ambaye pia ni mratibu wa mafunzo hayo, amesema mafunzo haya yataongeza thamani zaidi kwa watengenezaji na waandaaji wa filamu jijini Mwanza, na kwamba watajifunza namna ya kutengeneza wazo zuri, uandishi wa mswada yani script, uandaaji wa picha mjongeo pamoja na uhariri wa filamu. Mafunzo haya ni kuanzia utengenezaji wa wazo, lakini uandishi wa mswada, kutakuwa na production kwa maana ya cinematography kwa ujumla, lakini pia na post production ambayo ni uhariri wa filamu. Pale ambapo watakuwa wamejifunza zile basic, lakini mwishoni itabidi wa edit kale ka short film ambako watakuwa wamekatengeneza ili kuona namna ambavyo wanapaswa wafanye kila siku ama wazidi kutafuta maarifa mbalimbali. Kwa hiyo tuko hapa Mwanza kwa maana na wasanii wote, kwa maana waigizaji, waandishi wa miswada, waongoza film directors, lakini pia na maeditor kwa ujumla. Lengo ni hilo, kwamba tuweze kuwapatia haya mafunzo, waweze kupata maarifa, ujuzi, iwasaidie. Sisi kama bodi, kabla hujamlaumu mdau, kwa nini filamu yako sio nzuri? Kwa nini kamera, jicho la lenzi ya kamera umeliweka jua linapotokea? Usimlaumu kwa kazi mbaya. Hebu mpatie kwanza mafunzo yale ajifunze. Akijifunza, siku akirudi na kazi kama ile ya mwanzo, utamuuliza nilikupatia mafunzo, mbona umekuja na kazi ambayo ina makosa? Kwa hiyo tumewaletea wakufunzi ambao ni wazuri. Mtu kama Daniel Manege amefanya kazi nyingi, tamthilia nyingi, filamu tofauti, lakini ni mwandishi mzuri wa filamu nyingi tu. Lakini tumekuja na mtu mwingine Tom Jones. Lengo pia ni kwa ajili ya wadau wetu waweze kupata kitu chenye ubora zaidi. Kwa hiyo tuko hapa na naamini kabisa kwa muda wa siku 5 watapata kilicho bora, na mwisho wa siku tutafunga mafunzo haya tukiwa na hiyo product ambayo ni short film. Naamini kabisa wakiwa wasikivu, basi watapata kilicho bora na watajifunza vingi zaidi. Mafunzo haya yanafanyika wakati ambapo kazi za wasanii wa filamu mkoa wa Mwanza hazifanyi vizuri katika soko la filamu nchini. Okay, sawa. Kwa nini tumekuja Mwanza? Kwanza ni program za bodi ya filamu kuhakikisha kwamba ni mpango kazi wa bodi ya filamu kuhakikisha kwamba tunafika nchi nzima kwa kuona kwamba wote wanapata mafunzo. Lakini Mwanza ni jiji kubwa, lina wasanii wakubwa historically. Ukiangalia mtu kama Julie Tax ni msanii mdau wa muda mrefu, alitengeneza filamu. Yani yule bwana anasema alikuwa na mawazo ya mbele kabla ya teknolojia. Alikuwa na uwezo wa kutengeneza kidonda, mguu kuvunja. Yani kiufupi alikuwa ni mtengeneza filamu mzuri sana. Lakini wamekuja wasanii wengi, watayarishaji wengi. Sasa unaangalia, kwanza unapima kwanza kwenye tuzo za filamu tunazoziandaa. Unaangalia mbona filamu za Mwanza zinazoingia hazipati nafasi ya kusogea? Tatizo ni nini? Au kwa nini mkoa wa Mwanza hawana tamthilia katika hizi media kubwa ambazo zinaweza zikaruka, au hata zile zinazoruka katika media nyingine mbona hazina ubora wa vile wa ushindani? Labda ndio maana hawasogei. Sasa ili wasogee na wao, inatupaswa sisi tuje tuwaulize mnataka nini? Sisi tunataka mafunzo, basi tuwapatie mafunzo ambao wao
yatawapolish kwenye vichwa vyao na kuweza kusema ngoja na sisi tufanye kazi zenye ubora tuweze kushindana. Kuna tuzo, kuna matamasha mbalimbali ambayo yanatoa pesa. Kama unavyoangalia kuna Zifu, tamasha la filamu ambalo liko Zanzibar. Ile kuna kipengele pale cha Usman Sembene. Ile inatoa karibia dola 3,000 hadi 5,000 kwa mle mshindi wa short film. Sasa kitu kama hiko ni kizuri, endapo watapata mafunzo wakitengeneza, wanaweza na wao wakaleta ushindani kwenye soko la filamu, lakini pia hata kwenye haya matamasha mbalimbali. Kwa lengo kubwa ni kwa sababu ya kuboresha kazi zao. Kazi ziwe na ubora, waweze kusogea kutoka pale walipo, wasogee sehemu nyingine, kwa sababu wengine wanafanya kwa talanta zao, lakini hawajawahi kupata nafasi ya kwenda darasani. Lakini hii tunasema bodi ya filamu tuwaletee walimu waweze kuwafundisha, wafanye kazi yenye ubora. Hiyo ndio kikubwa. Waongeze pale walipo, ziongezeke ubora zaidi. Hata hivyo, baadhi ya washiriki wamekuwa na mtazamo chanya juu ya bodi kufikia uamuzi huu wa kutoa mafunzo kwa wadau, jambo ambalo litaongeza ufanisi wa kazi za filamu. Ninaitwa Dr. Pius Nyange, ni makamu mwenyekiti wa chama cha waigizaji mkoa wa Mwanza. Lakini pia nafasi zangu nyingine katika sanaa ni mwigizaji, mwandaaji wa filamu, yani producer, na pia executive producer. Binafsi ninachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa nafasi ambayo wametupa na kipaumbele kikubwa ambacho wametupa bodi ya filamu Tanzania. Bodi ya filamu wametupa heshima kubwa sana Mwanza. Kwanza kabisa kutuletea mafunzo haya, lakini mbali ya mafunzo kutuletea watu wazuri ambao iwapo kama tutazingatia ndio tukafika mbali sana. Hii fursa itakutupa nafasi kubwa sana kufanya kazi nzuri na kazi kubwa sana. Lakini pia hii fursa itakuwa ni nafasi pekee ya kuweza kuikuza Mwanza katika tasnia ya filamu. Binafsi yangu mafunzo haya naona kabisa itakuwa na faida kubwa sana, kwa sababu yamelenga pande zote, kuanzia mwigizaji, mwandaji, mwandishi wa skripti, watu wa kamera, lakini pia vile vile na watendaji wengine, kwa sababu imejaza wote crew nzima ya uigizaji, na ambayo naamini kabisa kwamba baada ya kumaliza mafunzo haya kila mmoja atakuwa yuko vizuri sana. Naitwa Jumanne Ayubu Bariana, ni makamu director wa chama cha madirector mkoa wa Mwanza. Naomba kwanza niseme mkoa wa Mwanza leo tumefikiwa na bahati kubwa sana, na hili ni kupongeza bodi ya filamu, kwa sababu miongoni mwa historia ambayo imeenda kuandikwa ni kwa sababu bodi ya filamu wameona Mwanza ipo sababu sasa kuletea mafunzo. Lakini pia jukumu hili wamelolifanya bodi ya filamu kwetu kama madirector, wamekuja kutufungua na kutuonesha mwanga, kwa sababu Mwanza tulikuwa tuna changamoto ambao tunaweza tukafanya kazi za sisi kwa sisi. Lakini kwa elimu hii wanaotuletea sasa inaenda kufungua milango kutoka kuwa Mwanza sisi kwa sisi, tunaenda kushindana na soko ambavyo linahitaji. Lakini pia bodi ya filamu wamejiongeza sana, wameleta wakufunzi wazuri. Mimi nikiangalia Tom Jones, nimeanza kumwangalia kitambo. Mimi ni Tom Jones na mtu mwingine yuko Marekani au ni role model wangu, yani nawafuatilia sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejisikia vizuri na kuwaona wale watu ambao niliona wanafanya vitu ambavyo vimeendelea kuweza kuja. Kwa hiyo bodi ya filamu imetuheshimisha Mwanza. Cha msingi sana ni waombe madirector mikoa, hususan mkoa wa Mwanza, kwa wale ambao hawakubahatika, siku nyingine wakisikia bodi ya filamu wanaenda kutoa elimu, wajue la mgambo limelia, waje, kwa sababu bodi ya filamu wameamua sasa kushika jukumu lao na kuona ni namna gani watatukwamua. Naitwa Shani Musa, ni mwigizaji kutoka mkoa wa Mwanza. Kwanza kabisa nimefurahi kwa bodi ya filamu kutukumbuka sisi watu wa mkoa wa Mwanza. Unajua mafunzo tulikuwa tunayasikia tu anaenda mikoa mingine, alikuwa hajafika hapa. Kwa ni kitu ambacho kimenifurahisha mimi mwenyewe. Tumepata mafunzo mengi ambayo mafunzo tutayatumia vizuri kwenye kutengeneza filamu zetu, na mimi kama mwigizaji itanifanya niwe mzuri zaidi kwenye kutengeneza ile karia yangu ambayo niko nayo kila siku. Ombi tu wasanii wajitokeze sana wanapokuwa wanasikia kuna mafunzo yanakuja, hasa ya watu ambao ndo sisi tunawategemea bodi ya filamu kutuletea kila kitu ambacho kinahitajika. Hebu tuamini kwa namna gani unakwenda kuboresha ufanisi wa kazi zako baada ya siku 5 hizi ambazo utakuwepo? Kwanza wametuletea watu wa kutufundisha ambao ni watu makini sana. Kwa hiyo nina imani nikitoka hapa sitakuwa yule Shani ambao wanamfikiria. Nitakuwa mtu mpya na mwingine, kwa sababu nitakuwa nimepata mafunzo, alafu nimepata mafunzo ya uhakika ambayo yataniwezesha mimi hata kwenda kimataifa zaidi. Vitu vya kawaida ni vile kusema kwamba sisi tuna kamera, tunajibeba, tunafanya shoot.
Kusaga Ungura, News Update Media.